Klabu ya Mbeya City hapo kesho itashuka kwenye dimba la Sokoine jijini Mbeya kuikabili Dodoma Jiji katika mchezo wa Ligi Kuu Soka Tanzania Bara, huku kila upande ukisema maandalizi ya mchezo yamekamilika. Kocha mkuu wa Mbeya City Salum Mayanga amesema wamefanya masahihisho katika maeneo yaliyobainika kuwa na makosa kwenye mchezo wao uliopita dhidi ya Geita Gold ili kuhakikisha wanakuwa bora katika mchezo huo. Tulianza mechi ya kwanza, bahati mbaya tulianza kupoteza. Tumepata muda wa kufanya mazoezi, kufanya masahihisho ambayo yalitugharimu katika mchezo wetu wa kwanza wa ligi ya msimu huu. Kwa hali halisi ilivyo, vijana wako kwenye hali nzuri na masahihisho tuliyofanya na naamini yatatuweka salama katika mchezo wa kesho. Kubwa kila mechi utacheza kutokana na mpinzani wako alivyo. Dodoma Jiji tumeona wakicheza kule Mwanza, na wakati huo sisi tulicheza mchezo wa kwanza, nadhani wametuona. Kwa upande wetu tutacheza kutokana na tulivyouona uwezo wao kiufundi na kimbinu. Kwa upande wetu tunajua mchezo ulioisha tumepoteza, hayakuwa malengo yetu kupoteza huo mchezo, lakini mwisho wa siku ndo football. Ile imepita, tunaangalia huo mchezo ambao unakuja kesho. Tumejipanga kuweza kufanya vizuri katika huo mchezo ili tuweze kupata alama 3. Tunawaomba mashabiki wa Mbeya na nje ya Mbeya waje kuipa support timu yao, kwa sababu hii ni timu ambayo inawakilisha mkoa huu. Support yao inatupa nguvu zaidi kuweza kufanya vizuri katika hii michezo. Kesho wajitokeze kwa wingi kwenye uwanja wa kumbukumbu ya hayati Edward Moringe Sokoine. Mchezo huu unapigwa majira ya saa 8 na tayari kwenye mifumo taratibu zimeanza za ununuaji wa ticket. Kiingilio kiko tayari, na niseme tu changamoto ambazo zilijitokeza kwenye mchezo uliopita kwenye mfumo kwa sasa zimeendelea kuboreshwa kutoka hatua moja mpaka hatua nyingine. Kama club tunahakikisha kwamba ujumbe na elimu inafika vizuri kwa wananchi na wapenda kandanda juu ya taratibu za ukataji tiketi. Kupitia hilo sasa tayari tumeanza kusambaza stika hizi kwenye mabasi yote ambayo yanakwenda mawilayani, kumaanisha wilaya zote za mkoa wa Mbeya, lakini pia kwenye maeneo yote ya stendi, nikimaanisha stendi kuu ya mkoa wa Mbeya 88 na stendi zote za wilayani zitakwenda kubandikwa posters na stickers ambazo zitakuwa zikionyesha utaratibu mzuri wa kuweza kuingia. Niwaambie mashabiki wa soka, mashabiki wa Mbeya City kesho waje kwa wingi, kwa sababu mechi hii ndio mechi ambayo inakwenda kuwa njia nzuri ya sisi kuianza ligi ya soka Tanzania bara mara baada ya kupoteza mchezo uliopita. Mechi hii itakwenda kuwa nzuri kwa sababu Dodoma Jiji na wachezaji wazuri, wana walimu wazuri, management yao iko vizuri vile vile. Kwa hiyo kama ilivyo kwao ndivyo ilivyo kwetu. Naamini tutakwenda kucheza mchezo mzuri ambao mwisho wa siku alijiandaa vizuri atakwenda kupata matokeo. Naamini sisi tumejiandaa vizuri na matokeo kwetu kesho ni muhimu zaidi. Matokeo na alama 3 ni muhimu kuliko alama nyingine yoyote. Kwa upande wake kocha mkuu wa Dodoma Jiji Vincent Mashami amesema anatambua mchezo huo utakuwa mgumu kutokana na umuhimu wake, lakini wamejiandaa kwa ajili ya kupambana na kusaka alama 3 muhimu. Kulingana na jinsi wamepoteza mechi yao ya kwanza nyumbani, nadhani hawatokubali tena kupoteza mechi yao ya pili nyumbani. So tunajua kwamba hiyo mechi itakuwa ngumu sana, lakini pia itakuwa mechi nzuri ya kuangalia kwa mashabiki. So tuko tayari na wachezaji wangu wote wako vizuri, hakuna injuries yoyote. Timu ambayo inachezea nyumbani sio rahisi kupoteza mechi 2 mfululizo. Na ukiangalia Mbeya City ni timu ambayo imefanya usajili, imeongeza nguvu kwa kikosi chake. Of course wana coach mzoefu sana kwa ligi kuu, na hiyo home support pia, home advantage lazima itapush kesho. So tunafahamu ukubwa wa mechi, tunafahamu ugumu wa mechi, na of course wachezaji wangu pia wanafahamu hilo. So nadhani itakuwa ni mechi nzuri, tumejipanga vizuri. Of course siwezi kusema tumejipanga kivipi hapa technically au tactically, lakini tuko vizuri kwa aina yoyote kuelekea kwenye mchezo. Tunaamini kwamba tutakutana na mchezo mgumu, lakini yote kwa yote tumerudi kwenye uwanja wa mazoezi. Walimu wametuandaa kukabiliana na ugumu wa mchezo ambao tunakutana nao kesho. Kwa hiyo mimi tunatoa hofu wapenzi na mashabiki wa Dodoma Jiji Football Club kwamba pia wajitokeze kwa wingi wa kesho, wajitokeze kwa wingi, waje kutusupport katika mchezo wetu huu wa kesho, kwa sababu ni mchezo muhimu kwetu, ni mchezo muhimu kwao, ni mchezo muhimu kwa
viongozi wetu, ni mchezo muhimu kwa familia zetu na kila mtu ambaye anahusika na Dodoma Jiji Football Club. Kwa hiyo sisi kama wachezaji tunaondoa shaka tu kwamba kesho tunaenda kupambana na tunaamini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tutaweza kufanya vizuri, japo tunaamini kwamba tutakutana na mchezo mgumu, lakini yote kwa yote tumekabiliana kupambana mpaka mwisho. Naamini mchezo wa kesho of course utakuwa ni mchezo mgumu, kwa sababu mchezo wetu sisi na Mbeya City ni dabi ya majiji, na sehemu yote ambako kunakuwa na dabi kunakuwa na ugumu wake. Hatujaja kuteleza huko kwamba tunakuja kucheza mchezo ambao tunaamini kwamba utakuwa ni mchezo wa kuteleza au mchezo ambao ni mwepesi. Hapana, Mbeya City wana kikosi kizuri, wamefanya usajili mzuri, wana mwalimu mzuri professional ambaye anaifahamu ligi vizuri. Kwa hiyo tumekuja kwa tahadhari zote. Tujaja kama tumekuja kucheza na kikundi cha wahuni fulani, hapana, tumekuja kucheza na timu ambayo ipo ligi kuu. Ogopa sana kukutana na timu ambayo mnacheza nayo kwenye level moja. Mimi watu huwa napenda kuambia hata unapopenda kukutana na timu zao zile pendwa, Simba, sijui Yanga, watu wengi huwa wanaamini kwamba kila kitu kitalalia upande huu. Lakini ogopa sana unakwenda kushindana na mtu ambaye yupo kwenye chumba ambacho wewe upo. Unachokula wewe na yeye anakula. Providers ambazo wewe unazipata na yeye anazipata. Kwa hiyo utakuwa ni mchezo mgumu. Ukiangalia wenzetu mchezo uliopita wamepoteza wakiwa nyumbani. So obviously hiyo inatengeneza moja kwa moja mchezo huu kuja kuwa mchezo mgumu zaidi kwetu. Mchezo huu unatarajiwa kuwa na ushindani mkubwa, ambapo Mbeya City bado ana kumbukumbu ya kukosa alama 3 dhidi ya Geita Gold, huku Dodoma Jiji akiwa na sare ya bao 1 dhidi ya Pamba Jiji ya Tanga.